Muda nianze kwa maelezo haya. Mara ya mwisho Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo waliponipa nafasi kama hii pale Tumboni, niliongea maneno haya, nataka nianze nayo. Kwamba tukisoma Biblia kwa habari ya mwanaume, kuna picha inakuwa portrayed pale kwenye maandiko. Kitu cha kwanza ni hoja ninaileta kwako, na mimi niko tayari kuulizwa, kuwajibishwa, hata kuhukumiwa kwa haya ninayotaka kusema, kwamba Mungu wa Kristo ni Mungu wa ajabu sana. Kila kitu chake anakifanya kwa mpango. Ukiangalia juu unaweza usione, lakini ukifuatilia insightful, kila kilichofanywa na Mungu wa Kristo kimefanywa kwa kuzingatia mantiki, mpango, maono, mkakati wa kiwango cha juu sana. Na out of that, Mungu alipomuumba mwanaume, aliposema tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akamfanya mtu mume na mtu mke. Neno mtu actually linahusu both two genders. Lakini alipomaliza kumuumba mwanaume, akamweka kwenye bustani. Kuna kitu nataka kusema hapa. Alipomweka kwenye bustani, akamwajibisha, akampa amri, akampa haki, akampa mamlaka, akampa na hukumu juu ya ile bustani. Bustani in this case ikiwa ni symbolic of the life, the physical life. Na mwanaume alipopewa bustani, hakupewa tu bustani, alipewa na title deed ya ile bustani, ambayo kwa maelezo yangu bustani hapa ni hii dunia ilikabidhiwa kwa mwanaume. Mungu alipoomba alikabidhi dunia kwa mwanaume ili aitiishe, ili atawale. Na kitu cha ajabu sana, Mungu akawa anamtembelea mwanadamu. Mpaka saa hii tunamwongelea Adamu. Mungu akawa anamtembelea mwanadamu, tunamwongelea Adamu kwenye hiyo bustani. Lakini milki, utawala, haki, kila kitu alimkabidhi, akamwachia. Ndio maana saa ya Mungu ilipofika, Mungu hakuweza kuget crash aseme hapana, usimpe shetani hiyo title deed, hii bustani ni yangu. Hapana. Alipomkabidhi Adamu, alimkabidhi kila kitu. Hujanielewa? Lugha rahisi ni kwamba unapomtazama mwanaume, unaona kiumbe kilichoumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, kiumbe kilichoaminiwa na Mungu, kikawekwa kwenye nafasi maalum rasmi ya umiliki, ya kutawala, ya kuongoza, ya kuendesha, ya kuzidisha, ya kuongeza, ya kuelekeza. And trust you me, haya ninayosema yamekabidhiwa kwa mwanaume, hayakukabidhiwa kwa mwanamke, hayakukabidhiwa kwa mnyama, yalikabidhiwa kwa Adamu. Nitajitetea sasa. Adamu alipokabidhiwa tu hakusinzia. He quickly self-actualized himself. Akaanza kuwapa wanyama majina. Biblia inasema kila jina alilotoa likawa ndio jina. Because he has that power now. Sasa natetea hiyo hoja haraka. Adamu akawa ndio mwakilishi wa Mungu. Mungu akitaka kutazama dunia ili afanye chochote, anatafuta Adamu
yuko wapi? Baadaye Mungu anamuumba Eva kutoka Adamu. Adamu anaumbwa kutoka Mungu, lakini Eva anaumbwa kutoka Adamu. Biblia baadaye inasema hivi, ukisoma kwenye Wakorintho sura ya kwanza mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, anasema hivi, kama Yesu alivyo kichwa cha kanisa, mume ni kichwa cha mke. Haimaanishi mke ni kichwa cha nabii. We'll talk about that some other day. Lakini leo kwa hizi dakika chache tuongee habari ya nafasi ya kiume kinachoitwa mwanamke. Wanaume nakubalia wanaume sasa, mtakatifu umeshafika na umeshaingia. Sikiliza, mimi kwa kitu ninachokuambia sasa hivi, nataka nikuhakikishie kwa neno la Bwana. Mungu alikuamini, Mungu akakuchagua, Mungu akakuweka katika nafasi. Najua Mungu alikuweka katika nafasi baada ya Mungu kutokea. Mungu anapokuja anasema, Adamu uko wapi? Mungu anaona yote, Mungu anajua yote, Mungu hafichi kitu. Daudi anasema, hata nikifanya kuzimu kuwa kitanda changu utaniona, nikienda chini ya kilindi cha bahari huko napo upo. Yaani yupo kila mahali. Kama yupo kila mahali, ilijiri vipi siku hii Mungu anasema Adamu yuko wapi? Anamwona, lakini hayupo katika nafasi yake. Hayupo katika nafasi yake. Nafasi ya kuwa kichwa, ya kuwa mtawala, ya kuwa kiongozi, ya kuwa mzidishaji. If you want multiplication, you need to look for a man. Sasa ndani ya kila nafasi, this is the people, ndani ya kila nafasi, ukishapewa nafasi, sikiliza, every other time unapewa upendeleo wa nafasi fulani. Kitu cha kwanza unachokuwa umepewa ni resources. Nafasi means resources. Jambo gani? Nitolea mfano. Wewe mchungaji, sio mchungaji wa zamani, ni mtumishi wa zamani ndani ya jimbo letu. Bila sio mchungaji wa zamani, hizo kwa wengine pastors, lakini amepewa nafasi kuwa msimamizi wa mambo ya idara ya kichungaji, inaitwa misioni mwinjilisti na diakonia ndani ya jimbo letu. Hiyo ni nini? Nafasi. Nimesema kitu cha kwanza nafasi inaleta kwenye maisha ya mtu ni resources. Resource number 1, una resources zote unazozifaidi kupitia nafasi. Zebra kama hivi, lazima kuna vitu vya ziada ambavyo wale wachungaji waliokaa kule wengine very senior, lakini kwa kuwa wao sio mkuu wa misioni mwinjilisti diakonia katika jimbo, hawapati, ila wewe unapata, ijapokuwa wewe wajuzi. Hebu kwa mfano, wewe unachukua microphone, hebu ni kama hivi kwa mfano, maana sikutamani kama hivi kama mwanamini huwa unasema tumechelewa kwa sababu hata kuratibu ibada ya siku ya leo. Sasa na mimi nitaka hiyo kusimama mbele ya hiki kanisa, kusimama hapa na saa hii dunia inaangalia kupitia ile TV. Sikiliza, ukitafuta barabarani nenda kwa Kariakoo utapata ikiwa umepewa hiyo nafasi tu. Wote moyo wako una akili na mafumo sawa. Wewe sema Mungu alikutuweka katika nafasi. Kitu cha kwanza unachotaka uelewe ndani ya nafasi yako
There are a lot of resources. Ukishazaliwa mwanaume, kuna neema ili uweze kutimiza wajibu, kwa sababu ndani ya nafasi kuna wajibu. Uweze kutimiza wajibu wowote bila resources za kutimiza. Kuna resource inayoitwa neema ya Mungu ambayo iko juu ya mwanaume, haiko juu ya mwanamke. Kuna ambayo iko juu ya mwanamke, tutaongelea siku nyingine, hiyo ni kweli. Lakini juu ya mwanaume, Mungu ameweka neema inayoweza kumsaidia mwanaume kuwa kichwa, mwanaume kuwa kiongozi, mwanaume kuwa mleta uhai. A man is a life giver. Natamani ujielewe, ujitazame, ujione kama mtu aliyepandwa kwenye nafasi ambayo isingekuwa wewe, Mungu angempasa simama mwenyewe, akakuweka uwe mbadala, uwe balozi, uwe mjumbe, uwe mwakilishi, lakini akaweka neema maalum ambayo haipo katika kiumbe kingine chochote ya kukusaidia kuweza kutimiza wajibu wako. Na nimesema kwamba ni nafasi, alafu resources, alafu wajibu, alafu accountability. Ndio kunakuwa na amani na usawa. Mpaka hapo mbona mimi umeniacha? Yesu makofi tu, makofi kila mmoja anaweza. Hata kama mmoja kelele, makofi kila mmoja anaweza. Yesu makofi, kumtia moyo. Kwa hiyo that is the divine order. Mungu, mwanaume, mwanamke, watoto, ndugu, jamaa, wanyama, viumbe, everything else. That order. Huwezi kuiabsent. Utajitia tu wewe na wanaosi, lakini hiyo order iko mbele.